waandishi wa habari, kama nilivyotangulia kusema, leo imekuwa ni siku nzuri, ni siku ya furaha kwa sababu tumekutana na wamachinga hawa wa Kariakoo ili kuweza kuwakabidhi viwanja vyao. Sasa nielezee kwa kifupi jinsi jambo lilivyoanza na mpaka mahali hapa tulipofika. Viongozi wa Kawaso walikuja Maendeleo Benki kuomba benki itoe mikopo kwa wamachinga wa Kariakoo. Na kama tunavyojua, changamoto kubwa ya mikopo ni dhamana. Kwa sababu kinyume cha kuwa na dhamana, ina maana una hatari ya kwamba mkopo usipolipwa hakutakuwa na uwezo wa kupata zile fedha, na zile fedha ni fedha ambazo wameweka wajasiriamali wengine wa kawaida ambao wameweka amana zao benki. Kwa hiyo benki kaongea na viongozi wa Kawaso Kariakoo wa machinga, tunafanyaje? Wakasema kwa sasa hivi wana vizimba. Vile vizimba, mtu ambaye amepewa kizimba, kile kizimba ni kama dhamana kwa namna moja au nyingine. Japokuwa sio dhamana iliyo rasmi, benki kaona hakuna shida, ikaanza kuchukua hiyo hatari ya kutoa mikopo bila kuwa na dhamana rasmi. Lakini baadaye tukashauriana na viongozi wa machinga wa Kariakoo. Hawa wa machinga wangeweza kupata viwanja ambavyo vina hati. Vile viwanja vingesimama kama dhamana. Viongozi wa machinga wakalichukulia hilo kama fursa, wakaanza kutembea maeneo mbalimbali kutafuta viwanja. Wakafika kwenye maeneo haya, wakampata huyu bwana ambaye alikuwa anauza hiki kiwanja, wakaangalia, wakaona ni eneo lizuri, wakawaita wamachinga wote wa Kariakoo, wakaja wakakagua, wakaona kweli ni eneo zuri sana. Wakaongea na yule mtu kwamba anauza kiasi gani, wakaongeza na gharama ambayo itatumika kwa ajili ya site clearance, kuja magari hapa kwa ajili ya kusafisha ile eneo, lakini pia kuna gharama kwa ajili ya mtu ambaye ana mpimaji, mrasimishaji, na gharama nyingine zote wakazijumlisha kwa pamoja. Wakaona ni kama milioni 400 na kitu kidogo. Wakaja benki, wakatueleza. Sisi tukakubaliana nao kwamba benki itawakopesha uongozi wa Kawaso kiasi hicho cha fedha. Alafu wao viongozi wa Kawaso wahakikishe kwamba wamekubaliana na wamachinga wote kuhusiana na mtu ambaye atafanya hizo site clearance, na mtu ambaye atafanya urasimishaji na upimaji na gharama nyingine zote, na wote wamachinga waridhike kwamba hivi ndivyo tumeamua na hii ndio njia ambayo tunaipitia. Kwa hiyo baada ya kuhakikisha mambo yote hayo, benki ikatoa mkopo kwa uongozi wa wamachinga wa Kariakoo kiasi hicho cha milioni kama 400 hivi na 20. Sasa baada ya hapo zoezi likaanza kwa tathmini ukubwa wa eneo. Ukubwa wa eneo ni kama ekari 75. Ekari 75 ukiangalia kwa square meter ni zaidi ya square meter 370. Na ungegawanya eneo lote hili kwenye viwanja, ungepata kwa viwanja kama viwanja 500 hivi, ungepata kila kiwanja kimoja kina square meter kama 800. Lakini ili eneo liwe rasmi, lazima liwe na huduma mbalimbali. Lazima liwe na hospitali, lazima liwe na shule, lazima liwe na huduma nyingi za kijamii, vituo vya polisi na kadhalika. Kwa hiyo ukitoa ile maeneo ambayo yatakuwa na huduma mbalimbali, tukaona tutapata viwanja 500 ambavyo ukubwa wake utakuwa kama kuanzia square meter 430 mpaka 500. Wamachinga wote Kariakoo wakakubaliana kwamba ukubwa huo ni ukubwa stahiki wa kuanzia maisha, ambapo mtu anaweza kajenga nyumba yake nzuri ya vyumba 3, akapata hapo na garden kidogo, akapata sehemu ya kupaki gari na vitu mbalimbali. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba eneo hili la heka 75 linatosha kwa kupata viwanja 500 ambavyo vina ukubwa wa square meter kuanzia 420 mpaka 450. Kwa hiyo hili eneo kwa ujumla lina viwanja 500. Na mpaka kufikia sasa hivi wamachinga ambao wamesha buku viwanja ni 333. Kwa hiyo kuna viwanja vingine kama 170 ambavyo bado vinangoja fursa ya wamachinga wa Kariakoo ambao watakuwa tayari kuja kupata kiwanja mahali hapa. Ukichukua gharama yote na idadi ya viwanja, kila mmachinga mmoja ili apate kiwanja kimoja hapa itamgharimu kama around milioni 1 kupata kiwanja cha square meter 430 mpaka 500. Kwa hiyo ni fursa kwa wamachinga wengine wote ambao wapo Kariakoo kuwaona viongozi wao na kuja benki ili benki iweze kumpatia mkopo wa kama around milioni 1 aweze kuja kupata kiwanja chake mahali hapa. Na kiwanja hiko zoezi linaendelea kurasimisha tu kwa hatua za mwisho kupata hati. Kila mtu atapata hati yake mwenyewe. Kwa hiyo ile hati sasa itamsaidia akijenga na nyumba pale na nini, kifanywa tathmini, ana uwezo wa kukopa sasa kiasi chochote cha fedha sawa sawa na thamani ya kile kiwanja na nyumba ambayo ataijenga mahali pale. Kwa hiyo sasa watapata fursa ya kupata mikopo mikubwa ambayo inaweza kufika hata milioni 50 kutokana na
tathmini ambayo itafanyika kwenye kiwanja na nyumba na uwekezaji ambao tutakuwa wamefanya mahali pale. Kwa hizi ni jitihada ambazo benki imefanya kuwakomboa Watanzania wenzetu wa machinga hawa wa Kariakoo ili waweze sasa kuingia kwenye mfumo rasmi wa kibenki. Wanakopa bila stress yoyote, dhamana anaweka na wanalipa, na kwa kweli wanajitahidi kulipa vizuri. Tulisumbuana kidogo hapa katikati, lakini baadaye wanalipa vizuri. Tumetoa jumla ya kama bilioni 15 tangu tumeanza mpaka kufikia leo. Lakini mikopo ambayo bado haijalipika bado iko mikononi ni kama bilioni 1. Na yote ipo kwenye muda stahiki wa kulipa. Kiasi ambacho kijalipwa ni kidogo, tujafanya tathmini rasmi, lakini haizidi kama milioni 50 ambayo bado yani imefika muda wa kulipwa lakini hawajalipa. Kwa hiyo yote hiyo bilioni 1 ipo kwenye muda stahiki wa kulipwa. Na wanalipa kidogo kidogo kwa kila mwezi. Kwa hiyo wao kwa sababu biashara zao za kila siku, tunawapa fursa. Kila mtu ana akaunti yake, mkopo unakuwa kwa jina lake mwenyewe, analipa kidogo kidogo, akitaka kulipa kila siku, akitaka kulipa kila wiki, akitaka kulipa kila mwezi, lakini mfumo rasmi wa utoaji wa mkopo anarejesha kila mwezi. Kwa hiyo rejesho lake ni kila mwezi. Lakini kadiri anavyotaka mwenyewe anaweka kwenye akaunti yake, tarehe ya rejesho kifika, basi rejesho linachukuliwa na huyo anakuwa ameshaendelea kulipa na mpaka anamaliza mkopo wake. Kwa hiyo kwa kifupi sana ndugu zangu, huko ndipo tulipotoka mpaka hapa tulipofika, na tunafuraha sana kwamba zoezi hili linaenda vizuri na tunaamini kwamba tutalimaliza vizuri. Leo kila mtu atapata kiwanja chake. Hawa 333 ambao tayari wana viwanja vyao watavijua viwanja vyao, na hivi vingine ambavyo bado havijapatikana, wakipatikana watu itakuwa sasa tunakuja kwa ajili ya kuwakabidhi viwanja vyao na kuhakikisha kwamba kila mtu amefikia lengo lake. Benki kama benki haijaacha uongozi wa machinga wenyewe ushughulikie kila kitu. Benki inaendelea kuwa karibu ili kuhakikisha kwamba tunamlinda mlaji, tunamlinda mteja wetu. Hela yake ambayo ametoa anapata kiwanja chake kwa jina lake, anakimiliki kwa ajili yake na familia yake. Kwa hiyo benki itaendelea kuwa sambamba na uongozi wa machinga mpaka mwisho, ili kila mtu aweze kupata haki yake na aweze kufurahia maisha na kufurahia mikopo ambayo ameendelea kuchukua Maendeleo Benki. Asanteni sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Namoto Yusuf Namoto, mwenyekiti wa machinga mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia makamu mwenyekiti wa machinga pale Kariakoo. Kwanza kikubwa kwamba huu mradi wa viwanja sio wa Maendeleo Benki, nianzie hapo. Huu mradi ulitokana na mawazo yetu sisi kama viongozi wa machinga katika mkoa wa Dar es Salaam. Tuliona changamoto, kwanza tulipata fursa. Tunapata fursa ya mikopo kutoka Maendeleo Banki, lakini kikubwa kwamba baada ya fursa hiyo ya mikopo tulikuwa na changamoto sasa ya mikopo endelevu, kwamba chini ya utaratibu huu ambao tunafanya mikopo na Maendeleo Benki, wanatukopesha sisi wa machinga kuanzia shilingi 1 mpaka milioni 4. Kwa chini ya huo utaratibu kwanza kuanzia shilingi 1 mpaka milioni 2 dhamana ni kizimba peke yake. Lakini mkopo wote ambao unazidi milioni 2 lazima uongeze dhamana ya mali isiyohamishika inayotambulika kwa mujibu wa sheria. Kwa kipengele hicho kiliwanyima fursa wa machinga wengi kuweza kukopesheka mikopo zaidi ya milioni 2. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa machinga katika mkoa wa Dar es Salaam nilitumia hiyo changamoto kama fursa kuweza kufanya ubunifu wa kuweza kubuni mradi wa viwanja vilivyopimwa vyenye hati maalum za wizara, ili kuwezesha wa machinga sasa waweze kupata mikopo mikubwa zaidi ya ile milioni 2. Kwa hiyo tulitengeneza project maalum ambayo inaitwa Wezesha Machinga, tukashirikiana na benki na Maendeleo Bank, tukaenda kufanya presentation kuwaeleza nini mawazo yetu, nini tunaamini kwamba kikifanyika kitakwenda kuwa suluhisho kwa machinga kuweza kupata mikopo. Kwa leo tunashukuru, tulifanya huu mradi, tulinunua hili eneo ni zaidi ya ekari 75, tuliwakopesha wa machinga kiwanja kimoja kwa thamani ya shilingi milioni 1 kwa muda wa mwaka mmoja. Lakini sio tu kuwakopesha kwa mwaka mmoja, tuliwapa mikopo. Modality kwamba mtu mwenye mtaji wa milioni 1 tulikuwa tunamkopesha milioni 2
1,000,000 analipia kiwanja, 1,000,000 anaongeza mtaji wake, anafanya biashara. Hali kadhalika mwenye mtaji wa 2,000,000 tulimkopesha 3,000,000. 1,000,000 analipia kiwanja, 2,000,000 anaweka mezani kwake, anafanya biashara. Kwa ni mradi ambao umefurahiwa sana na wamachinga, umekuwa ni mradi wa gharama nafuu sana. Leo tunapozungumza wamachinga zaidi ya 360 wamemaliza mikopo yao ndani ya mwaka mmoja. Leo tunawakabidhi mikopo yao kwenye fezi ya viwanja vyao, tumewakabidhi viwanja vyao kwenye fezi ya kwanza, lakini pia kwenye fezi ya pili tutakuwa na mradi wa mikopo ya ujenzi. Kutakuwa na mikopo ya ujenzi ambao machinga atachagua ramani ya nyumba anayoitaka, atajengewa na mkopo utaenda hadi miaka 7 mpaka miaka 10. Kwa ni fursa nzuri sana kwa machinga wa mkoa wa Dar es Salaam kujipatia viwanja katika eneo hili. Eneo ni zuri kama unavyoliona, ni eneo tambarare, lakini baadaye hapo tutakuwa na mikopo ya ujenzi, na baadaye tutakuwa na mikopo kwa ajili ya miundombinu kama shule, hospitali, masoko, maeneo ya makaburi ya kuzikia. Niwakaribishe sana wale wa machinga ambao bado hawajaingia kwenye fursa hii, lakini kubwa niombe sana viongozi wa serikali tumie nafasi hii kupitia Channel 10 kumuomba sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Eneo hili kwa heshima yake tumeliita ni Samia Machinga City. Tunamuomba sana Mheshimiwa Rais atujengee barabara ya kiwango cha lami kutoka Mkuranga mpaka hapa tulipo, ni eneo umbali wa kilomita 9. Nimuombe sana Mheshimiwa Rais, mradi huu ni wa kwake, yeye ndo mlezi wa wamachinga hapa Tanzania. Ametufanyia mambo mengi ikiwemo kutupa mikopo, kutujengea ofisi. Kwa nitumie nafasi hii kumuomba sana Mheshimiwa Rais, mradi huu tumeita jina Samia Machinga City kwa kumpa heshima Mheshimiwa Rais kama mwanamke wa kwanza kuongoza taifa hili kwenye nafasi ya urais. Tunamuomba sana tujengee barabara ya kiwango cha lami yenye umbali wa kilomita 9 kutoka Mkuranga mpaka kwenye eneo hili, ili wa machinga ambao tutahamia na kuja kujenga kwenye eneo hili tuwe na uhakika wa barabara. Umeme upo, maji yapo, tunaomba barabara. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Asanteni sana. Hapa ni kijiji cha Magoza, lakini mradi huu tumeita jina maalum ni Samia Machinga City. Mwaipopo ni machinga wa muda mrefu sana, niko mtaa Jangwani. Ninashukuru sana Maendeleo Benki. Maendeleo Benki wametusaidia sana. Hatukutegemea kwamba tunaweza tukachukua mkopo alafu pia tukapata viwanja. Tumepata mkopo, tunarejesha kwa wakati, na pia tumeweza kupata viwanja kama hivi tunavyokabidhiwa siku ya leo. Yaani ni kwamba hatukutegemea kabisa kwamba kuna uwezekano ukapata kiwanja kwa kulipa hela kidogo kidogo afu kikawa ni cha kwako. Yaani leo tunawashukuru sana Maendeleo Benki. Tunawashukuru mno sisi wa machinga, na tunaomba muendelee kutusaidia zaidi na zaidi ili tuweze kufika viwango vya juu kama wengine walivyo juu. Maana bila mikopo sidhani kama unaweza kufika mbali katika biashara. Tunategemea sana Maendeleo Benki waendelee kutushika, waendelee kutubeba, waendelee kutusaidia ili tupate vingine zaidi na zaidi, na ikiwezekana tuweze kujengewa nyumba zetu kwa ajili ya mikopo hiyo tukirejesha kwa uaminifu. Tunashukuru Maendeleo Benki. Naitwa Badru Muhammad Mnyenga, ni mwanachama wa Kawaso. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii tulofikia, na napongeza na nashukuru viongozi wangu wa Kawaso kwa hili walilofanya, na leo tumekuja hapa katika eneo letu, tumekabidhiwa viwanja. Viwanja ni vikubwa. Tunashukuru Mungu na tunapongeza Maendeleo Benki kwa kutukopesha mikopo nafuu, na waendelee, tunaomba tu waendelee hivyo hivyo kutukopesha ili tujikwamue katika maisha. Jina lako tena? Badru Muhammad Mnyenga. Let it go, let my body go.